sasa limekabidhiwa Roho Mtakatifu. Ndio maana kama kanisa halina Roho Mtakatifu, hilo kanisa limekufa. Kama watumishi wa Mungu hawana Roho wa Bwana, hawana Roho Mtakatifu, nataka nikwambie hao watumishi wamekufa. Kinachosababisha kanisa la Mungu kuwa hai, kinachosababisha watumishi wa Mungu kuwa hai, kinachosababisha kazi ya Mungu kuwa hai, inategemea na kiwango cha ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni jambo muhimu sana kulifahamu kama muumini. Ni jambo muhimu sana. Wazee wetu wa zamani walitufundisha hivi: kuokoka lazima, kubatizwa ni lazima, tena ubatizo wa kiBiblia, lakini lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Na mchungaji anathibitisha hakika umejaa, sio kunena. Unajua kuna tukianza kunena hapa kila mmoja ananena anavyojua yeye mwenyewe. Shaka shaka shaka, sheke shiki, shoko shoko. Lakini je, ni Roho Mtakatifu au ni akili yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mwambie mwenzako, wakati wa kunena wewe unanenaga kweli au ni shaka shaka shaka, sheke sheke? Tunahitaji kujaa Roho Mtakatifu kanisa. Tunahitaji kufufiwa Roho Mtakatifu kanisa. Janielewa? Ndio maana usemi amina. Wewe unayetaka Roho Mtakatifu utasema amina. Wewe unayetaka Roho Mtakatifu utasema amina. Wewe unayetaka shaka 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 shaka, ndio utashangaa hata kusema amina au usemi amina. Kwa hiyo tunahitaji kujaa Roho Mtakatifu, sema amina. Kwa hiyo kama kanisa tusipofahamu utendaji na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu na ndani ya kanisa, nataka nikwambie shetani atatushinda siku zote. Hatutakuwa na nguvu na ujasiri wa kukabiliana na mambo magumu yanayoendelea katika ulimwengu wa roho, maana ndani yetu hatuna uweza, hatuna nguvu ambayo inaweza kukabiliana na shetani. Ndio maana maandiko yanasema na Yesu naye akiwa amejaa Roho, maandiko yanasema akaongozwa kwenda wapi? Nyikani. Hakwenda nyikani kwa akili yake, aliongozwa akiwa na Roho. Na Roho alijua baada ya Yesu kuongoza nyikani, akitoka atajaribiwa. Ndio maana amemaliza maombi siku 40, hata hajafungulia, shetani huyo hapa amemuingiza kwenye majaribu mazito. Lakini kwa sababu akiwa amejaa Roho, Roho wa Bwana akamuongoza katika kumjibu shetani. Na maandiko nasema akashinda katika ile majaribu mangapi? Matatu. Kumbe ukiwa na Roho Mtakatifu, hakuna jaribu lolote ambalo linashindikana mbele yako. Hakuna mtihani wowote ambao unashindikana mbele yako. Hata kama shetani akajipanga akaweka mbinu na medani za kivita kukushinda, hataweza. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Bwana anaoperate ndani yako. Nasema Roho wa Bwana anaoperate ndani yako. Nasema Roho wa Bwana anaoperate ndani yako kwa jina la Yesu. Nasema Roho wa Bwana anaoperate ndani yako kwa jina la Yesu. Na kazi yako Roho wa Bwana akikuongoza, hakuna atakufanyia fitina, hayupo. Nasema hayupo. Haleluya. Mimi napenda maisha ya Yesu. Kuna wakati Yesu akiwa anaongozwa na Roho, amehubiri Injili, alafu watu wanamtafuta, wanamwona yule pale, wakaenda kuchukua mawe wanataka kuja kumpiga Yesu, hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wanataka kumuua lakini Yesu hayupo. Na kuna wakati wanamwona huyu, wanasema sasa tunapanga kumkamata. Maandiko yanasema akakatisha katikati yao, akaenda zake. Yaani wanashangaa tu, Yesu yule pale anakatisha katikati yao. Walimkamata, walikwenda kumtupa kwenye maporomoko. Wamemkamata kabisa, wanaongea naye, wewe leo ndo tumekuua, leo utakufa leo. Nasema hamna shida. Wanafika pale wanajibizana, wanashangaa amewachomoka katikati yao, hawaelewi. Jamaa anaondoka, hakuna aliyeweza kusema chochote. Baadaye amepotea huyo, mpaka amepotea. Sasa haya mambo yanatokea sio tu kwa kawaida, yanatokea kwa sababu kuna Roho wa Bwana alikuwa ndani yake, aliyemuongoza, aliyemuonyesha, aliyempa direction ya mambo yote katika huduma aliyokuwa nayo. Ndio maana huduma yako ili iweze kuzaa matunda, utumishi wako ili uweze kuzaa matunda, unategemea na kiwango cha kumtafuta Roho Mtakatifu. I'm telling you, nimejifunza katika utumishi
Kuna mambo mengi yanaweza kukukwamisha na kukukatisha tamaa usipokuwa makini, na unaweza kila siku kawa ni mtu wa kukwazika. Kwa nini? Kwa sababu shetani yupo katika ulimwengu wa roho kupambana na wewe, yaani yupo serious. Ukiondoa Mungu, Yesu, Roho Mtakatifu, hakuna kiumbe mwenye nguvu zaidi ya shetani. I'm telling you. Ukiondoa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hakuna kiumbe. Kwa nini? Kina operate katika ulimwengu wa roho. Sio kama unanielewa vizuri. Hata wakati mwingine tunakanyaga shetani, kanyaga. Unawaangalia na wenyewe wanaokanyaga hata nguvu za kiroho zenyewe hawana. Wameimba tu kanyaga. Mjomba anakucheki tu. Amepambana vita zote. Tangu mwanzo ulimwengu, maandiko yanasema alikuwepo. Aliumbwa lakini alikuwepo. Alipigana vita na malaika wote, akashushwa kuzimu. Yesu amekuja, mwana wa Mungu, amepambana naye pamoja, ameshindwa, lakini bado yupo mpaka leo. Kwa ili uweze kumshinda, haitategemea kiwango cha chips, mayai, au diet unayokula. Itategemea na kiwango cha nguvu za Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu, I'm telling you, ukiwa na Roho Mtakatifu unakuwa katika ulimwengu mwingine kabisa. Ndio maana watatokea watu wengi wako kukatisha tamaa. Usiende kanisani, usiende kwenye kwaya, usifanye hichi. Utawacheka tu. Hata kama ni kweli watu walikusema, watu walikusengenya, lakini ndani yako yupo Roho Mtakatifu anayesema, sikiliza, achana nao, songa mbele, songa mbele. Lakini kama una Roho Mtakatifu, I'm telling you, utakwenda na maji. Utakuwa mimi leo wamenisema. Ukienda hospitali, daktari akikupima na anashangaa, mapigo ya moyo yapo juu, kwa sababu una pressure isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mgeukie mwenzako, mwambie mtake Roho Mtakatifu. Mwambie mtake Roho Mtakatifu wewe. Amina jamaa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kuna binti mmoja nilikuwa nasikiliza ushuhuda wake. Hili somo ni pana sana. Binti huyo alikuwa anapendana na mume wake, na kwa madai yake ni kwamba mahusiano yake yale na yule bwana yalikuwa mazuri kwa sababu alikuwa anampenda Mungu. Unanielewa vizuri? Unaweza ukampenda Mungu, lakini kama Roho Mtakatifu hayupo ndani yako, unapoteza muda. Unaweza ukapenda ibada, lakini kama Roho Mtakatifu hayupo ndani yako, ni rahisi kuanguka, ni rahisi kuteleza. Siku moja yule binti, nisikilize kwa makini, akasema, nataka nimjaribu mume wangu kama kweli ananipenda au ananidanganya. Nataka nijue leo. Akaandika kikaratasi kinachosema hivi: mume wangu, kuanzia leo sitaki kuwa na mahusiano na wewe, na kuanzia sasa hivi nakusanya virago vyangu vyote, ninaenda kwetu. Penzi letu liishie hapa hapa. Na kile kimeseji akakiweka juu ya kitanda, na yeye akawa amejificha mahali fulani, akawa amejificha uvunguni. Mume wake alipofika akakisoma, akasoma ile message kwamba kuanzia sasa nimekusanya virago vyangu vyote na sipo hapo, na nakutakia maisha marefu na nini na nini. Unajua mtu akiwa anaachana afu wanapendana, anaanza kumtakia na mwenzake, nakutakia tu maisha mema, lakini ndio hivyo tena. Yule bwana alivyosoma kile kimessage pale pale, akachukua simu akampigia mchepuko wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Huyu kichaa ameondoka bwana. Unanielewa vizuri? Sasa yule yupo ndani anasema, huyu jamaa ananiambiaga mashairi yote, ananipenda, ananipeleka sio auti,
tunapendana we, I love you too. Anasikilizia yupo uvunguni, maana anataka kumpimba kiwango cha upendo wa mume wake kipoje. Kaandika maneno ya kashfa pale, mimi naondoka, nimekusanya vilago vyangu, sipo. Jamaa anakuja anasoma pale, anasema kwa hiyo ndo kaniandikia hivyo. Sema hamna shida. Kachukua simu pale pale, kampigia mchepuko wake. Ndio. Huyu kichaa ameondoka bwana. Kwa hiyo kama vipi, njoo nyumbani. Unaelewa hiyo kitu? Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia njoo nyumbani. Sasa yule ambaye yupo kule ufunguni anaanza kujiuliza, yani kumbe mimi nimekaa na huyu baba miaka yote, kumbe mimi ni kichaa. Yani kumbe mimi ni taira. Ikabidi aanze kulia. Baba, mimi taira. Alafu yule bwana akaandika kwenye kimessage pale, mke wangu, mimi ninakupenda sana. Sikiliza, mimi ninakupenda sana. Hata hivyo nakuomba utoke huko chini ya uvungu ambako umejificha. Nataka nikupeleke out. Akakiweka pale, akaondoka. Kwa hiyo yule amelia, ametoka pale, anaangalia pale kile kimessage, anaangalia, anakuta juu, mke wangu, mimi nakupenda sana. Hata hivyo toka huko chini ya uvungu wa kitanda. Nataka nikutoe nini jamani? Out. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama alipokutana na mume wake akasema, mume wangu, sitaki kuamini kwamba maneno uliokuwa unaniambia kumbe mimi ni taira. Sasa nataka tujifunze nini mahali hapo? Upendo wa kweli. Upendo wa kweli. Nisikilize vizuri. Sisemi kwamba kwenye ndoa hatuna upendo wa kweli. Tuna upendo wa kweli. Hata mimi mke wangu nampenda sana. Lakini upendo wa kweli unatokana na ujazo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, nataka nikwambie, ukiwa naye hawezi kukusaliti kamwe kwa jina la Yesu. Hawezi. Nasema hawezi. Hawezi kukuacha ukaangamia. Hawezi akakuacha ukapotea. Hawezi Roho Mtakatifu. Na haitatokea. Hayupo. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Mwambie mwenzako, Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Sisi wanadamu tunaweza tukasema tunakupenda, sawa, kwa sababu ya matamanio ya mwili, lakini Roho Mtakatifu ukiwa naye hata kuacha kwa jina la Yesu. Nasema hata kuacha kwa jina la Yesu. Hata kuacha uangamie kwa jina la Yesu. Hata kuacha upotee kwa jina la Yesu. Hata kuacha uangamie kwa jina la Yesu aliye hai. Kubali kujaa Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijajua kwamba na sisi huwa tunaitwaje majina, lakini tunaamini kwamba tunaitwa majina mazuri. Sema amina. Roho Mtakatifu ni kitu muhimu ambacho muamini anahitaji kukipata kwa ajili ya kuimarishwa maisha yake ya kiroho. Sasa hapa nataka tuangalie kazi za Roho Mtakatifu. Naomba tutaishia hapo kwenye hizi kazi za Roho Mtakatifu, alafu tutalimalizia siku nyingine. Moja ya kazi ya Roho Mtakatifu ambayo Roho Mtakatifu akiingia ndani yako huwa analeta mafundisho au kukufundisha. Kitabu cha Yohana sura ya 14, naomba nisomee chai. Yohana 14 mstari wa 26. 26. Yohana 14:26. Ndio. Neno la Mungu linasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote. Atawafundisha yote. Na kuwakumbusha yote. Niliyowaambia. Kwa hiyo katika maisha yako usipokuwa na Roho Mtakatifu, uwezo wako wa kukumbuka na kukumbushwa ahadi zote ambazo Mungu ameahidi kwenye maisha yetu hautaweza. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 14 mstari wa 26 kwamba huyo Roho Mtakatifu atatufundisha
na kutukumbusha ahadi zote alizotuahidi Bwana. Sipo ahadi nyingi Mungu ametuahidi kwenye maisha yetu, na mara nyingi mtu anapokuwa anapitia changamoto, anapopitia matatizo, nataka nikwambie, huwezi ukaukumbuka mkono wa Bwana au huwezi ukakumbuka ahadi za Bwana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamewatembelea wagonjwa wakiwa wanaumwa? Yaani ukimtembelea mgonjwa ambaye yupo serious, wakati mwingine haoni kwamba Mungu anaweza kumponya, haoni.